Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fiziail Qur'an, katika maarifa ya sayansi ya Qur'an. Na leo tunakwenda kutazama aya ya 11 katika suratu Ar-Ra'd. Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo aliposema, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna Allaha, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, la yughayyiru ma biqaumin, habadilishi mipango na mambo yaliyo kwa watu, hatta yughayyiru, mpaka wabadilishe hao watu, kwa maana hatta yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wabadilishe hao watu yale yaliyo katika nafsi zao. Ndiyo, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anabadili mifumo yao. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Tulipokuwa tukisoma aya hii, mashekhe zetu walituambia fiha ilmu nafsi, ndani ya aya hii kuna ilmu ya saikolojia, yani kuna psychology katika aya hii. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wakasema fiha ilmu nafsi, ndani ya aya hii namna alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala ina ilmu ya saikolojia. Kwa mfano wakatuambia, fil lahdhati allati yabda'u al-insanu bil kadhibi yursilu jasaduhu isharatin mutanaqidatan fayaqumu lillawi biirsali taqatin asabiyya tadhaharu ta'aruban ma'a ma yaqul. Wakasema mashekhe zetu ya kwamba fil lahdhati allati yabda'u al-insanu bil kadhibi, katika muda ambapo mwanadamu atapokuwa anaanza kusema uongo, anaongopa. Yani mtu akiwa anaanza kusema uongo, wakati anaongopa, sasa huyu mwanadamu, yursilu jasaduhu isharat, mwili wake ghafla namna jinsi ulivyo huwa unatuma taarifa. Yani mwili huwa unatoa nini? Taarifa mutanaqidha, tena taarifa zenyewe zinazopingana. Maneno yanasema vingine, mwili, taarifa ya mwili inasema vitu vingine. Na ndio maana hapa sasa, kama mtu unakuwa mtaalamu wa kusoma psychology ya mwanadamu, unajua haraka kabisa ongo hili linaongopa. Haraka sana unajua kabisa huu ni uongo, kwa sababu psychology inakwambia yeye anapozungumza yale maneno, mwili nao unatoa ishara tofauti na yale maneno, zinakuwa mutanaqidha, zinapingana zile ishara zake. Tunakwenda sawa? Lengo la msingi pia nataka tuone hii psychology hapa. Ukimwona mtu anaongea uongo, haraka kabisa unabaini kabisa hapa tunapigwa. Tunakwenda sawa? Aya, fayaqumu al-law'iyu biirsali taqatin asabiyya tadhaharu ta'arudan ma'a ma yaqul.
Katika hali za namna hiyo, viungo vya huyu mwanadamu huwa vinapokea msisimko mkubwa au kiwango kikubwa cha nishati. Tena nishati yenyewe ikipenya haraka katika asab, katika misuli na mishipa, lakini taarudan ma yaqul, vikipingana na yale anayoyasema huyu mwanadamu katika uongo. Yani ukiwa unatengeneza uongo, unasema mambo ya uongo, basi kadhalika misuli na viungo namna vilivyo, huwa mwili unatengeneza umeme au nishati ya hali ya juu itakayopelekea mwili na maneno vitakuwa ni vitu vinafanyaje? Vinapingana. Kwa hiyo mtu akisoma ile psychology yako anaona tu haya maneno ya kutunga, ya kutengeneza, ukweli hauwezi kuwepo katika hali ya namna hii. Ndio Mwenyezi Mungu anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin. Mwenyezi Mungu habadilishi utaratibu wa mwili wa mtu mpaka mwenyewe huyo mtu afanyeje? Aanze kuleta utumbo na vitu vya ajabu ajabu. Mungu anavurugilia mbali ule utaratibu. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Tunaelewana vizuri katika aya hiyo kuna masala mazima ya psychology. Lakini tuaddi ila halati alkhawfi, wakati mwili wa mwanadamu unatengeneza nishati ambayo inayokwenda tofauti na maneno anayoyasema mtu au uongo anaoongopa mtu. Tuaddi ila halati alkhawfi, kwanza hii inatengeneza hofu. Yani anayesema uongo siku zote huwa anakuwa na hofu, ndio maana anasema uongo. Sawa? Kama uogopi kitu, unaongopa nini sasa? Umerudi saa 8 za usiku, ilitakiwa urudi saa 2. Umerudi saa 8 za usiku, alafu namwambia mkeo, unajua pale kazini mambo yalikuwa mengi sana. Hivi maana yake wewe una hofu sasa katika masuala haya. Tunakwenda sawa? Naam. Tunafahamiana vizuri? Naam. Kwa hiyo wadhaghatin nafsi, lakini kadhalika na katika hali ya hofu kutatengeneza dhaghatun nafsi, kwa maana mgandamizo wa kisaikolojia. Yani kutakuwa na mgandamizo mkubwa sana, hasa katika sehemu ya ubongo na hasa katika nafsi, katika utosi wa huyu mwanadamu. Hapo kutakuwa na mgandamizo mkubwa, kwa sababu story yoyote ya uongo au jambo lolote la uongo lazima liwe linapingana na uhalisia. Ubongo unajua kabisa wewe ulipokuwa sio kazini, ila wewe unataka kutoa maneno yanayoonyesha ulikuwa kazini. Kunakuwa na dhaght na mgandamizo katika sehemu ya utosi wa huyu mwanadamu, na hapo ndo sehemu panapowezwa kutengeneza ukweli au uongo. Tunakwenda sawa? Naam. Si ndio ile nasiyatin kadhibatin khati'a? Ndiyo hiyo. Sasa hapa katika uti yani hapa kwenye utosi ndipo panapoweza kutengeneza uongo, na ndio kunakuwa na dhaght, kwa maana na mgandamizo katika eneo hilo. Tunakwenda sawa? Ukiongopa, watu wenye taaluma hizi wanakujua. Mtu akisoma tu aya inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, na wewe ukawa unaongopa, akisoma aya hii anakujua haraka sana kwamba wewe muongo mkubwa hapa, unadanganya watu. Tunakwenda sawa? Tunafahamiana? Sasa mgandamizo an-nafsi ila tafaulati fiziolojia, hii inapelekea mabadiliko ya kifizioloji, mabadiliko ya kimwili. Wakati wewe unaongea uongo, mwili unatengeneza mabadiliko haraka sana kwa sababu ya mifumo ya zile energy na mgandamizo katika sehemu ya nasi ya ubongo wa huyu mwanadamu. Hapo sasa ndio unaanza maneno yako yanasema vingine, mwili unatoa ishara nyingine. Unajulikana haraka sana kwamba huyu jamaa anatuongopea katika hali. Nataka nikupe kodi we mzee, ili ujue kabisa mtu ambaye anayekuongopea unamjuaje. Haraka mno unajua kabisa uongo. Ukimkalia kimya unampotezea tu, au ukiamua kumlipua unamlipua, unamwambia acha habari zako hizi bana, wewe unatuongopea sisi mchana kweupe bwana. Tunakwenda sasa, siku nyingine arudi tena kuongopea. Huyu jamaa kumuongopea anajua kama ana majini machale anamcheza. Hakuna cha machale kucheza. Wewe umesoma zile psychology ya mwili, jinsi unavyokuwa wakati mtu anaongopa anakuaje. Basi unabaini haraka sana. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha. Mungu anasema inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tunakwenda sawa? Haya, walughawi, lakini kadhalika tunaona mwili unatengeneza mabadiliko, lakini kadhalika na mwili unatengeneza lugha maalum. Sawa? Tadhaharu fi iddati ashkalin, lugha hiyo itadhihiri na kutambulika kutokana na maumbo tofauti tofauti. Yani hiyo lugha ya kukubaini kwamba we ni muongo ina maumbo
tofauti tofauti ambayo tutataja hapa baadhi ya maumbo hayo. Ukiliona umbo hilo unabaini kabisa huyu, na ndio maana hata wale maaskari manini wale ni wataalamu sana katika ilmu hizi. Hii ni aya tu katika aya 11 katika suratul Ra'd ndio ambayo imewapa wao taaluma ya kukusoma vizuri. Ukifika pale ukaongopa, wanaelewa. Ndio maana nakwambia wewe sema tu ukweli. Sababu sisi tunajua kila kitu. Sema tu ukweli, unaanza kuropoka mwenyewe sasa. Washa kuona na walisha kujua, alama zishasema kwamba huyu muongo mkubwa, huyu kafanya ile tukio. Anaposema sikufanya ni muongo, kwa sababu alama za mwili wake zinaonyesha kafanya, ila maneno yake ndio anasema sijafanya. Ubongo wake unamsaliti yeye mwenyewe. Tunakwenda sawa? Haya, moja katika hayo maumbile ni nini? Yartafi'u mu'dilu darabati alqalbi. Mtu yoyote yule ambaye anayeongopa na kusema uongo, mara kadhaa mapigo ya moyo huwa yanapanda. Yaani mtu akiwa anaongopa, we mzee, moyo au mapigo ya moyo huwa yanafanyaje? Yanapanda, yanakuwa yako juu, hayabaki vile vile. Na kuna sababu ya mapigo ya moyo kupanda, we mzee. Tunakwenda sawa? Lakini kadhalika wayahduthu ta'arruqu mufaji. Lakini kadhalika na utaona linazuka, yanatokwa na jasho haraka sana. Jasho linafanyaje? Linamtoka. Mapigo ya moyo yanakuwa juu na jasho ghafla linaanza kumtoka. Muongo tu huyo, anajitetea mimi sikufanya, jasho linamtoka kweli kweli. Muongo huyo. Tunakwenda sawa? Mathal, mfano ta'arruqul jabin, na hasa jasho ambalo linalomtoka ni lile linatoka katika paji la uso. Anatetea mpaka jasho linamtoka kwenye nini? Paji la uso. Jambo ambalo anajua kabisa kafanya, lakini yeye anasema sikufanya. Ashkali zinakuja katika hali ya namna hiyo. Mapigo ya moyo yanakwenda mbio, unatokwa na jasho katika paji la uso. Wewe mzee, tunakwenda sawa? Lakini wataghiru fi tadafuqi dami, na mabadiliko katika mfumo wa damu. Damu inakwenda haraka ila alwajhi, katika sehemu za uso. Mimma qad yusabbibu ihmiraran wa shu'uban, jambo ambalo linaweza kupelekea, kama mtu ni mweupe utamwona uso wake unakuwa mwekundu, na kama si mweupe utaona uso wake pia unasawajika, anakuwa anataka kuonyesha furaha, yani kwamba hakufanya, alafu uso wake unaonyesha huzuni ya kwamba umefanya. Ndio jinsi ilivyo yani. Ukimtazama tu vizuri unambaini kabisa huyu anachosema na kilichopo katika uhalisia ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hiyo unapata kujua, usitudanganye hapa, sawa? Yaqumu dimaghu la shu'uriyan, kwa maana ubongo nao unachofanya huwa unafanya matukio bila ya kutaka, bila ya kupenda. Kwa sababu ubongo unajua wewe umeiba, alafu maneno yako yanasema haukuiba. Manake maneno yanasigana na ubongo katika utambuzi wa ubongo. Sasa hapa maana yake yakumu dimaghu la shu'uriyan biirsali taqatin asabiyyat lilyadain almuharabati ikhtifai alkadhiba. Hapa sasa ubongo unachofanya, unafanya kazi bila ya kutaka. Kwa nini? Biirsali taqa, wa kutuma kiwango cha nishati, asabiyatin, tena kupitia katika mishipa yako, lilyadain, kwenda katika mikono yako, sawa, limuhafadhati ikhfa'i alkadhiba, kwa ajili ya kutengeneza mfumo angalau ya kuficha ficha kale kaji uongo. Siku zote mtu akiwa anasema uongo, mikono yake ituliwe mzee. Ni taka hiyo, energy yani inatoka katika ubongo. Sasa ndio utamuona anaongea kwa mifano mingi na kutoa ishara nyingi. Muongo mkubwa. Mtu akiwa mkweli wala hana tabu kabisa hiyo ya kwanza kupambana katika kudhihirisha ukweli wake. Hana tabu hiyo. Kidogo tu ataongea, mimi bwana nilikwenda, nilifika pale nikamkuta yule bwana kashakufa. Na ndio maelezo yako yatakuwa hivyo kila unapoulizwa. Lakini muongo mzee, akiulizwa hapa na huyu anatoa maelezo mengine kwa tukio hilo hilo. Akiulizwa na mtu mwingine kule anatoa maelezo mengine kwa tukio hilo hilo. Akiulizwa na mtu mwingine anatoa na ndio maana pale hata ukienda wewe nani polisi, utaulizwa swali hilo hilo moja na watu tofauti tofauti. Huyu atakuuliza, afu baadaye hebu njoo kwanza, mimi naona kama hujafanya wewe, anakujaza. Ni kweli mimi sijafanya. Hebu niambie ilikuwaje? Unatoa maelezo tofauti na yale uliotoa kule. Umeona? Sasa huyu mbona ana tanaqudat?
Sawa, mambo yanafanyaje? Yanagongana yenyewe. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo ubongo unachofanya unatuma taqatin asabia lilyadaini almuharabati ikhfa'i alkadhiba. Yani mikono sasa itakuwa inafanya kazi ya ishara nyingi kwa ajili ya nini? Ya kutengeneza mazingira ya kuficha ule uongo ambao wewe unauzungumza au ulioutengeneza katika hali hizo. Ishara nyingi kabisa. Tunakwenda sawa? Lakini kadha mimma yatarajamu biharakatin mithli lamsin, kiasi ambacho sasa ubongo yani umeme au nishati inayofanya inakwenda kutafsiri sasa katika nini? Katika viungo vyenyewe vinaanza kuwa na harakati, mitikisiko. Ndio mikono naanza, unajua mimi nilipofika pale pale unajua sikumkuta kwanza. Yani pale hata sikumkuta. Angalia maneno, angalia na hizi ishara. Sikumkuta. Ishara hizo. Sikumkuta. Unaona hii mikono inavyofanya? Mimi sikumkuta. Kafa, lakini hapo uliposema kwamba wewe hukumkuta ndio alipofia. Alafu mikono yako unasema mimi sikumkuta. Alikuwa hayupo. Labda baada ya mimi kuondoka ndio akaja kufa pale. Mzee nielewa. Unaona hii mikono? Hii mikono unaifanya bila iradian, ujue. Sio matashi yako. Yani mikono inakwenda yenyewe automatic kutokana na taka na energy, kwa sababu unachokisema ni kitu ambacho kinasigana na nini? Na akili na ubongo wako. Vinatofautiana. Kwa hiyo mikono inabidi sasa icheze bila ya kuchezeshwa. Hata wewe mwenyewe ukiulizwa kwa nini unachezeshwa, wala hujui kama mikono inaenda hivyo. Kwa hiyo wanachokifanya wale watu wa psychology, wanacheza na nini? Na ule mandhari yako. Mikono yako inavyocheza, huyu maelezo haya na uchezaji huu, huyu mwizi kweli, kaiba, au wanasema huyu bana anasingiziwa kwa hili tukio. Hapana, hayumo. Tunakwenda sawa? Mfano la msikugusa, na kukiwa na kitu au na mtu hapo karibuni, unaweza takuwa unamgusagusa yule mtu au unashikashika kitu hivi huku unazungumza, unajua mimi sikwenda pale, huku unashikashika kile kitu. Kwa hiyo wanachokifanya wale hawashughuliki na nini? Na maneno yako. Wao wanashughulika na matendo unayoyafanya wakati unazungumza. Ndio unabainika haraka sana. Tunakwenda sawa? Au taghtiyatul fami, au mwingine utamuona anafunika mdomo wake. Anakaa hivi. Ongo hilo linakuongopeni hapo. Sawa? Au kadhalika hakul anfi, au utamuona nani pua linamuasha. Mara kajikuna yuko kwenye pua, muongo huyo. Tunakwenda sawa? Tunafahamiana? Fa innal insana, hakika ya mwanadamu, indama yakdhubu, anaposema uongo, yufrizu jasaduhu mawadda kimiaiyatin, yani mwili wake huwa unatoa nini? Asili ya kemikali. Yani mwili huwa unazalisha kemikali, tu'rafu bismin, kemikali ambazo zinafahamika kwa jina la catecholamines. Hii ndio aina ya kemikali inayozalishwa unapoongopa. Ukisema uongo, basi mwili unazalisha kemikali inaitwa catecholamines. Yusabbibu fi tadahumi ansijati al-anfi. Inachofanya hii, inasababisha kuvimba na kutanuka tishu na misuli inayoelekea katika pua yako. Wakati unaongea uongo, kemikali hii ikizalishwa tu, basi misuli ya pua inabidi itanuke sasa. Tunakwenda vizuri? Wakati inatanuka hiyo misuli ya pua, walidha bitariqatin afawiyya, tena katika njia ambayo wewe mwenyewe hujui. Yalmasul kadhibu anfahu, hapa sasa utamuona yule mtu mwenye kusema uongo ataanza kushikashika nini? Pua, kwa sababu inawasha. Muongo huyo, kwa sababu kemikali shazalishwa kwa sababu ya kusema uongo. Kusigana kwa maneno na kusigana kwa ubongo kunazalisha kemikali. Hii kemikali sasa inakwenda haraka katika pua yake. Ndio unamuona watu wa psychology anajua haraka sana mazungumzo haya ni ya uongo, ukweli upo kwenye hii pua. Ndio anajua hivyo kabisa. Tunaelewana vizuri? Aya, lihikati natijati al-intifakhi al-ansiyati ad-damawiyya, kwa sababu kunakuwa na muwasho, na hii inatokana na kule kutanuka kwa zile tishu, na hasa kana katika mishipa midogo midogo ya damu inaelekea katika sehemu ya pua. Ndio unaanza kushikashika pua yako, basi watu wanadili na ule ushikaji wa ile pua yenyewe. Wanabaini kama hapa tunapigwa.
Kama adhhara alulamau, kama jinsi ambavyo alivyodhihirisha wanavyoni, annahu, ya kwamba athna alkadhibi, wakati anapozungumza mtu uongo, katikati ya uongo wake, tartafiu dhaghtu dam, hapa upanda sana kiwango cha mgandamizo wa damu. Yani mgandamizo wa damu, wakati mtu anaendelea kutengeneza uongo, kuongopa, basi mgandamizo wa damu unakuwa mkubwa mno. Sawa? Katika hali za namna hiyo sasa, wayusabu al-anfu bilhassasiya, hapa sapua nayo itapata allergy. Ndio utamwona mtu anaanza kukoa mafua, sio mafua, anakema mafua pale na nini, muongo. Hiyo ni hasasia, ni allergy ambazo zimekuja kutokana na nini? Kutokana na masala ambayo ya ule mgandamizo wa damu, kwa sababu ya kuongopa, kemikali zimezalishwa kwa wingi, sasa damu inakuwa na mgandamizo, matokeo yake inapelekea anapata nini? Mafua asokuwa nayo. Ndio anaanza kutuletea habari za mafua pale. Watu wanachokifanya hawadili na yale maneno yako, wanatazama haya mafua yako, ndio ukweli wako unapopatikana hapo. Tunaelewana vizuri? Fayasduru dimaghu, basi ubongo huwa unapeleka fauran, haraka sana, amran mubashara, amri kwa haraka sana, li shakhsi alkadhibi, kwa mtu muongo, bihaki anfihi, ili afanye nini? Akune pua lake. So unajua hasasia zilivyo, allergy ambapo zinapoingia katika mwili wa mwanadamu, ubongo utoa taarifa haraka sana pale penye allergy, ili pafanya nini? Msaada uanze kupatikana kwa haraka. Kwa hiyo watu wanachokifanya, wanajua tu maneno yakiwa ya kweli, kunakuwa hakuna mgandamizo, kwa sababu hautumii nguvu kumwaminisha mtu jambo likiwa la kweli. Halitumii nguvu wala halitumii, yani ni rahisi sana jambo kama la kweli, na huwa linanyooka hivi, halipindipindi hivi jambo linapokuwa la kweli. Tunakwenda sawa? Haya, wa farkul aini, au tamuona mtu mara kagusa jicho lake, mara na jicho, muongo huyo. Sawa? Yumathilu shakhsul kadhibu, lakini kadhalika lilkhalfi, utamuona mtu muongo hata akiwa amekaa, mara nyingi anasogea mbele alafu anarudi nyuma, yani hakai katika nani mmoja. Yani wanachoangalia wataalamu wa ilmu ya psychology ni ile mitikisiko yako na zile harakati zako, ndio zinatoa usahihi ya kwamba anachoongea sawa sawa au anachoongea si sawa. Sawa? Wa wadhu hawajiz, na kuweka kizuizi. Mfano haqbatu au kitabin, mathalu haqbatin au kitabin ala sadri. Kama mtu ameshika kitabu akiwa anaongopa, utaona kitabu anakiweka hapa kwenye kifua chake, anakikumbatia kitabu, anakuongopea huyo, kwa sababu ile tukio linaonyesha anaficha kitu. Tunaelewana vizuri? Liibadi nafsihi, ili kuiweka mbali nafsi yake, amman yukdhib, kwa yule ambaye anayemuongopea. Sawa? Tanaqudatul imaat, lakini kadhalika kuna wakati zinakuja yani misuguano ya ishara na alama. Kwa mfano, tadhaharu isharatun ghairu mutatabiqa, yani kuna wakati zinadhihirika alama ambazo haziendani kabisa, hazikubaliani. Mathalan, mfano qawlu naam, unaulizwa uliiba au haukuiba, unasema naam, unasema naam, ndio mimi sikuiba. Lakini wakati unasema tahriku ra'si lil asfali wal a'la, wakati huo unasema haukuiba, huko unatikisa kichwa kwenda juu kwenda chini, sikuiba, mimi sikuiba. Unaelewa? Maneno yanasema sikuiba, kichwa kinatikisa kwenda chini na juu. Tunaelewana vizuri? Kinatikisika kwenda chini na juu. Hizi ishara ni ishara gani? Tunaelewa vizuri? Walakin yurafiquha taraddud au nadharatin sari'a lil asfali wal yamin. Lakini pamoja na haya kuna kuwa na haraka sana. Huyu anakuambia sijaiba, na kuna mitikisiko ya kichwa kwenda juu na chini, ishara ya kukubali au kukataa. Tunakwenda sawa? Lakini wakati wao utaona vinaambatana tukio hili na nini? Nadharatin sari'a, kutazama. Kama ni watu wawili watatu, kwa wanamtazama yule haraka, muda huo mimi sikuiba kabisa, sikuiba. Unatazama watu kwa haraka, na wakati huo unatazama chini, alafu unatazama upande wa kulia. Mara nyingi sana
muongo anapenda kutazama upande wa kulia. Wakati huo huo unasema haukuiba, alafu neno katika naam, ishara zako zinasema umeiba. Kwa hiyo lugha nzuri sana ni lugha nini? Lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Lugha ya mwili au lugha ya mazingira ni fasaha zaidi kuliko lugha ya mdomo. Alafu kingine katika hizi tutakuja kuona baadaye katika darasa letu, ndio tutataja zile aina 15 za kumbaini muongo haraka. Lakini katika watu ambao ni hatari zaidi na ni mafundi anaweza kutengenezea uongo na utoki ni mwanamke. Mwanamke amenyoka hivi katika uongo, akiamua kutengeneza uongo mzee, uwe na psychology kubwa ndio utajua. Sema uongo wao haudumu. Umenielewa? Ana uwezo kuongopea leo ukajaa mzima mzima. Lakini akiongopa mara 3 mara 4 unaanza kujua mbona kama sielewi hivi. Lakini mpaka arudie ndio wewe utajua kwa mwanamke. Lakini wewe mwanaume mzee ni mara moja tu unajulikana hapo hapo. Kwa sababu wanaume ni watu ambao hatujui kutengeneza uongo le konki, hatuwezi. Sisi uongo wetu ni ule mwepesi mwembamba hivi. Bas. Lakini mwanamke akitengeneza hivi uongo mzee, acha kabisa, ni hatari. Alafu mtu akija anaweza akaja akakueleza habari. Ukitaka kujua kama anakuongopea, mwambie zile habari, mwambie aanze mwisho aje mwanzo. Haraka sana unabaini. Kanyanga hii. Bana mimi jana nilitoka hapa nikaenda kwa Bashiru, nifika kwa Bashiru pale nikakuta kuna ugali nikala. Baada ya pale nikatoka nikarudi nyumbani. Sasa nikakutana na foleni hapa katikati, basi ndio nimesababisha nimechelewa. Sawa. Kwani ulipofika pale kwa Bashiru ulikuwaje? Pale nimekuta pale kwa Bashiru, kwanza tukazungumza kwanza. Tulikuwa na story zetu bana. Usiniulize sana. Tulikuwa na story zetu tumezungumza, baadaye ndio kaja ugali. Wewe ulienda kwa Bashiru ukala alafu kaondoka. Mwambie aanze mwisho aje mwanzo. Mara moja tu kwa mtu muongo utambaini. Lakini kama alienda kwa Bashiru kweli na tukio likawa ni hilo kweli, wala hataongeza, atakwambia nimeenda kwa Bashiru nikala ugali. Kisha baada ya hapo, unajua wakati tunakuja pale tukutana na roli moja limekufa. Lile roli limekufa pale njiani likasababisha foleni kubwa kweli. Ikawaje? Basi ndio nikawa nimechelewa hivyo. Habari imeisha hiyo. Tunakwenda sawa. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu ya Allah. Tunayafanya Mola wetu kama tunapata thawabu. Ya Rabbi, tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa wao ni chachu ya kuyajua haya kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Darasa lijalo tutaeleza pale aina 15 za kumjua mtu anayekuongopea. Sawa, insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.